Imani katika ahadi ya Mungu. Kwa imani katika ahadi ya Mungu. Kwa imani katika ahadi ya Mungu. Tujifunze kuwa na imani katika ahadi ya Mungu, kwa sababu kuna wakati Mungu anasema na sisi, anatupromise mambo. Kwa hayo yale mambo ili yapate kutimia, inabidi tuwe na imani na yeye. Inabidi tukubali ya kwamba atafanya kama alivyozungumza. Inabidi tuamini ya kwamba atafanya. Kwa hiyo tukiwa na imani na yeye, inakuwa rahisi kupata au kuyafikia yale ambayo alifanyaje, aliyoyakusudia. Maana katika imani katika kuamini, wanasemaga ndio kwa maana hata tuko mahali hapa tunatafuta ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunautafuta ni kwa imani. Ni kwa sababu tunaamini kwamba tutaupata, tutarisi uzima wa milele. Kwa hiyo tunautafuta. Kwa hiyo imani imebeba jambo kubwa sana. Umeona? Sasa nataka tujifunze tu kuhusu mtu mmoja, Ibrahimu. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 17 kuanzia mstari wa 15. Yes. Kuanzia 15 pale tutasoma, kuna jambo muhimu sana mpaka 22. Naona Bwana linasema, Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo utamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. 16. Nami nitambariki na tena nitampa mwana wake, naam, nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifundifundi, akacheka akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 60 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. 19. Mungu akasema sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake badala yake. Naam. 20. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamuzidishia, nami nitamwongezea sana, hasa atazaa mashenyidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Mbali ya agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye, akapanda huko kwa Ibrahim. Haleluya. Hapa pana jambo la muhimu sana. Wakati Mungu anaanza kubadilisha hatima ya maisha ya Ibrahim katika ile hali ambayo walikuwemo hapo mwanzo. Haleluya. Wakati Mungu anaposema na Ibrahim, haikuwa rahisi Ibrahim kupata kumuelewa Bwana. Wakati jambo la kwanza alilolifanya Mungu, kwanza akabadilisha jina, haleluya, la Sarai, alikuwa anaitwa Sarai, kumfanya kuitwa Sara. Ni hatua ya mabadiliko tayari katika mafanikio ya jambo la kwanza. Haleluya. Kwa kabla kwanza wajapata mafanikio lile jambo ambalo ndio fanyaje, wanaenda kuliona. Kia kwanza Mungu akaleta mafanikio kwanza, akabadilisha. Maana kwamba kumbe kuna wakati unaweza ukaishi katika hali fulani, hiyo hali inazuia kitu fulani. Kwa maana kwamba hivi tuulize swali, je, haikuwezekana Mungu kumbariki kwanza au kumwambia kwamba atapata mtoto bila kubadilisha jina? Maana kwamba ingeliwezekana. Sasa kwa nini alitangulia kwanza kubadilisha Sarai jina, afu ndipo akamwambia kwamba atakuzalia mtoto? Unaona? Kwa baraka zinapokuja zinakuja automatically. Kila kitu ambacho kinachoonekana ni kibaya huwa kinabadilika. Haleluya. Kwa Mungu anapotoa ahadi, haikuwa rahisi. Ibrahimu aliguna
wakati Mungu anapomwambia kwamba mkeo, yani Ibrahim anajiangalia umri wake. Haleluya. Umri wake, miaka imeenda, ameshazeeka, Sara mwenyewe ndo mzee kama yeye, itawezekanaje wapate mtoto? Haikuwa rahisi kuamini. Haleluya. Haikuwa rahisi kupata kuamini. Maandiko anasema aliguna moyoni, akacheka, akamwambia Bwana, agano hili jambo kwa nini usiliweke kwa Ishmaeli? Maana aliona upande wake yeye iliwezekani kabisa. Umeona? Alikuwa ni mtu ambaye tuseme upande mwingine kwamba ameshafika kikomo, ameshajikatia tamaa, ameshaweka limit ya kwamba kasha rizia hali halisi. Kasha kubaliana na hali halisi ya kwamba mimi sasa hivi ni mzee, mke wangu ni mzee, maana kwamba hatuwezi kupata jambo lingine. Maana kwamba sisi hatuwezi kupata mtoto tena. Sara hawezi kunizalia tena mtoto. Umeona? Kwa akawa amesharizia hali halisi, akakubaliana na nini? Na mazingira. Haleluya. Kwa akawa ameshafanyaje? Ameshakubaliana na mazingira. Sasa kitendo cha kukubaliana na mazingira kilimfanya kutokuamini ahadi ya Mungu aliyomwambia. Haleluya. Kilimfanya kutofanyaje? Kutokuamini. Kwa wakati aliguna, aliona ni bora eti Ibrahim akamwambia Mungu, lao kwamba Ishmael angeishi mbele yako. Kwa akamwambia kwamba hiyo ahadi unayoitoa ni afadhali ungelimupa Ishmael, yani maana kwamba Ishmael apate kibali kwenye nafasi yetu sisi. Umeona? Kwa hiyo ahadi ambayo unayotuahidi sisi ni bora umpe Ishmael apate kumiliki, apate kupata uzao huo unaosema wewe. Haleluya. Umeona? Kwa katika kumwamini Mungu kuna siri kubwa sana. Kwa usipomwamini Mungu ni vigumu sana hadi kutimia, hadi ya Mungu kutimia. Kwa Bwana anaweza kuzungumza na wewe mara 7, mara 70, mara 70, lakini kama wewe auamini anachosema na wewe ni vigumu kupata. Kwa hali halisi ya mazingira unayoishi au unayoyapitia yasikufanya kutokuamini ahadi ya Mungu, au yasikufanya kutokuamini lile Bwana analolikusudia kwenye maisha yako. Haleluya. Maana kwamba kwa mfano kuguna kwa Ibrahim angelikuwa ni mwanadamu, basi angelipata nafasi kubwa ya kugairi hilo jambo. Haleluya. Angelikuwa Mungu ni mwanadamu, basi huyo mwanadamu asingelitimiza hilo jambo. Kwa sababu hali ya kuguna inaonyesha hali ya mashaka, maana kwamba upande mwingine swali kingine kwamba akuamini kama Mungu anaweza akafanya. Haleluya. Kwa kufanyaje? Akuamini kama Mungu anaweza akafanya. Ndio kwa maana aliguna mpaka kama kubadili ile neema, hiyo hadi iende kwa mtu mwingine. Haleluya. Lakini katika jioni ya leo Mungu anakusisitiza na kukumbusha wewe kwamba upate kuamini katika ahadi zake. Haimaanishi una umri gani, haimaanishi mambo yako yamekwama kiasi gani, haimaanishi mambo Mungu anayokuambia ni impossible, unaona ni negative kwenye maisha yako, unaona yawezi kutokea. Lakini kwa kuwa Bwana amesema kuwa itakuwa, amini neno la Bwana. Haleluya. Kwa kuwa kinywa cha Bwana kimetamka kwamba mimi nitafanya jambo hili kwenye maisha yako. Haleluya. Amini kile Bwana anachokuambia, kwa kuwa kitakuwa. Haleluya. Amini kwamba kitatokea. Amini kwamba kitafanyika. Ni wachache ambao wanaosadiki neno la Bwana. Ni wachache ambao wanaoamini kauli ya Bwana endapo Bwana wakati anapozungumza na watu wake, au Bwana anapozungumza na maisha yao. Ni wachache wanaosadiki. Haleluya. Katika hiyo 20 akasema, na kwa habari ya Ishmael, maana kwamba akamwambia huyo Ishmael unayotaka mimi nimpe hiyo hadi, mimi nimesikia na yeye nitamfanyia kwenye nafasi yake. Lakini ninachokizungumza mimi sio habari ya Ishmael, ni habari ya maisha yako wewe. Kwa wakati Mungu anapozungumza na wewe, usisukumize hiyo neema kwa watu wengine. Mungu anawajua pia hao. Haleluya. Kwa Mungu anazungumza na wewe, kwa amini katika kile ambacho anachosema na wewe. Kwa utakapomwamini Bwana, ndipo Bwana ataenda kufanyaje? Ataenda kulitimiza ile ahadi aliyokusudia kwenye maisha yako. Kwa utakapomwamini Bwana, utakapomsadiki Bwana, anaenda kutimiza ile ahadi aliyokusudia kwenye maisha yako. Kwa jambo kuu ni kumwamini Bwana. Haikuishia hapo. Ngoja tusome. Utaenda katika, ngoja tusome
uone kwamba hali ya kutokumwamini Bwana katika ahadi zake haikuishia tu kwa Ibrahim. Haleluya. Iliendelea. Bwana tuwe sana. Iliendelea kwa hali ya mashaka usababisha sometimes, ndio kwa maana ingelikuwa Mungu ni mwanadamu asingelifanya hiyo ahadi kutimia. Bwana tuwe sana. Sura ya 18. Utaingia katika hiyo Mwanzo sura ya 18. Utaandika hapo 18 kuanzia mstari wa 9. Bwana tuwe sana. Ukiangalia ahadi haikuishia hapo. Umeona? Lakini hiyo wasiwasi na mashaka yaliendelea. Ndio kwa maana kuanzia hiyo 28 mstari wa 9, kuanzia mstari wa 9 inasema, akamwambia yu wapi Sara mkeo? Akasema yumo Emani. Hawa ni watu ambao walioenda kumtembelea Ibrahim. Wakafikia nyumbani kwa Ibrahim, Ibrahim akawakaribisha. Wakafikia huko. Kwa wakati walipokuwa wanazungumza, ndipo wakamuuliza Ibrahim, yuko wapi Sarai au yuko wapi Sara? Haleluya. Ndipo akawajibu, yumo Emani. Haleluya. Sikiliza sasa. 10. Wakamwambia, hakika nitakurudi wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Umeona? Basi ngoja kwanza. Hapa wakamwambia kwamba hakika tutakurudi wakati kama huu mwakani. Sawa? Na tazama Sara mkeo, sawa, atapata mwana wa kiume. Sasa Sara alikuwa amejibanza kwenye mlango. Haleluya. Alikuwa amejibanza kwenye mlango anasikiliza mazungumzo. Yes. Wamama zetu ni kawaida kupeleleza kidogo mambo ya baba. Baba anaongea nini? Hiyo ni kawaida, tunajua. Wamama wanakuwa hiyo tabia sana. Tunajua. Wamama walikuwa nimejibanza kwenye mlango ananongoneza anasikiliza. Mume wangu anaongea nini na watu hawa? Umeona? Kwa Sara akasikia hiyo hadi ikizungumuzwa na hao jamaa. Haleluya. Mungu kweli, Mungu anatupenda sana mtu wa Mungu. 11. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika enzi au katika desturi ya wanawake. Kwa hawa Ibrahim walikuwa na umri, walikuwa wameshazeeka, wameshakuwa wakongwe. Yaani ilifika refu mpaka Sara hali ya wanawake wanaoipitiaka kwa mwezi alikuwa haioni tena, maana kwamba ni mtu ambaye hakuna tumaini. Yaani hakuna chembe, hakuna chemcheme kutoa maji tena. Sawa? Hakuna moyo wa kujitahidi ya kwamba anaweza akapata mtoto. Hamna. Hata ingelikuwa wewe usingekuwa nayo tena. Haleluya. Kwa ni mtu ambaye alikuwa ameshajikatia tamaa zake. Ameshajikatia tamaa ya kwamba mimi mpaka hii hali inayosababisha mimi sawa nipate mtoto imegoma kabisa. Yawezekanaje nipate mtoto tena? Kwa haikuwa rahisi. Haleluya. Lakini katika jioni hii Mungu anakusisitiza na kuambia kwamba katika hali hiyo ulionayo, Bwana ameahidi jambo kwenye maisha yako. Bwana amekusudia jambo kwenye maisha yako. Anachotaka ni wewe muamini katika ahadi anayoitoa kwenye maisha yako. Ni lipi kusudi na lengo la Bwana kwenye maisha yako? Ni ipi ahadi Bwana anayoitoa kwenye maisha yako? Zingatia ahadi, ishike ahadi na mikono, tembea katika hilo agano. Haleluya. Lishike kwa mikono miwili. Ndicho Bwana anachokitaka. 12. Haleluya. 12. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Eti Sara akacheka naye moyoni. Kumbuka Ibrahim kule alicheka naye moyoni aliposikia hiyo habari, aliposikia hiyo ahadi, naye alicheka moyoni. Sasa kule kucheka sio kucheka kwa kupokea, kulikuwa ni kucheka kwa kushangaa. Je, hilo jambo litawezekana kweli? Haleluya. Sisi tunaelewana. Kwa vicheko vinatofautiana. Kicheko kilichocheka Ibrahim na kicheko kilichocheka Sara ni vicheko, wamecheka watu wawili lakini wakimaanisha kitu kimoja. Yaani kicheko ambacho kia mshangao, kama vile unawaambia mambo ya maajabu na washangaza, hawakuelewi. Kwa walicheka mioni mwao.
upande mwingine kama kicheko cha dharau. Yani sometimes kama ingekuwa ni wanadamu wangeona kama wanawatukana, yani wanatuonyesha maneno kama unatukejeli, unatutukana. Kwa sababu umetuona sisi ni wazee, tumeshazeeka, mke wangu hawezi kupata mtoto, kwa unakuja kutuambia maneno kama kutukejeli. Yes, katika maisha sasa hivi ungeona kama kawaletea dharau au kawaleteeni dharau mtu wa aina hiyo. Kwa walicheka kile kicheko, akikuwa kicheko cha kupokea, mbali kicheko kia masikitiko, kia kushangaa, kilichobeba yani maswali, inawezekanaje? Haleluya. Akacheka, eti inawezekanaje? Na yeye mume wake, na yeye mwenyewe eti bwana wake, na yeye bwana wake mwenyewe ni mzee. Haleluya. 13. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara amecheka? Bwana akasikia kicheko cha Sara, akamwambia Ibrahim, mbona Sara huyu mkeo amecheka? Eti akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee. Eti Mungu akasema na Ibrahim, mbona Sara amecheka? Eti akisema moyoni mwake, eti mimi kweli nitazaa mtoto kweli na wakati mimi ni mzee. Mtu wa Mungu, Mungu anataka ushike hadi. Shika hadi yake. Weka imani katika hadi. Haimaanishi wewe ni mzee au ni kijana. Kia msingi Mungu anachokitaka, shika hadi. Haimaanishi unaumwa au ni mzima. Mungu anachokitaka, shika hadi. Haimaanishi wewe ni tajiri au maskini. Anachokitaka, shika hadi. Haimaanishi viungo vyako vimekamilika au havijakamilika. Anachokitaka, shika hadi. Haleluya. Ile hadi anayoizungumza, endapo amesema na wewe, shika hadi. Haleluya. Shika hadi. Mtazamie yeye. Atafanya. Haleluya. Hayo nilikuwa ni maswali wanajiswali. Bwana tuwe sana. Haleluya. Katika 14 hapo inazungumza kwamba kuna neno gani lililo ngumu la kumshinda Bwana? Au wakamuuliza kuna neno gani lililo ngumu la kumshinda Bwana? Kuna neno gani ngumu mahali hapa katika ibada hii, katika kanisa letu hili, ambalo la kumshinda Bwana, ambalo Bwana akilipromise hawezi kulifanya, hata asipoliahidi ya kwamba akiamua kulifanya hawezi kulifanya, atashindwa kulifanya. Kuna mpumbavu mmoja mtandaoni huko kajipost, anasema kuna mambo mengine Mungu anamshinda ila shetani anayaweza. Mpumbavu. Haleluya. Yaani mtu anafika revu ya kuongea hivi, unafikiria mtu anakiri timamo kweli? Haleluya. Yaani kuna mambo yanamshinda Mungu lakini shetani anayaweza. Yaani anaongea kabisa yupo madhabahuni. Watu wa Mungu, tupo nyakati za mwisho. Wameshaibuka huko wengi sana. Wengi sana. Wengi sana walagai, wengi sana. Haleluya. Ni jambo gani ambalo Mungu akiamua kulifanya atalishindwa? Ni lipi ambalo Mungu akiliahidi atashindwa kulitimiza kwenye maisha yetu, kwenye huduma, kwenye wito, kwenye kanisa? Haleluya. Ni lipi ambalo Bwana akilikusudia ambalo ni ligumu sana, unaliona kwamba hili Mungu hawezi? Ni lipi? Haleluya. Ni la Sara kupata mtoto katika uzee? Sio ngumu kwa Bwana. Hilo sio ngumu kwa Bwana. Haleluya. Hilo sio ngumu. Eti kwa mula wake nitakurudi wakati huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Haleluya. Akamwambia kwa mula nitakurudi wakati huu na Sara atapata mtoto wa kiume mwakani. Haleluya. Kwa Bwana anapoongea na wewe, hakikisha unaishika hadi. Shika hadi Bwana anayekusudia kwenye maisha yako. Ishike hadi. Haleluya. Ishike hadi. Mungu anataka ushike hadi. Sikiliza ya 15. Eti akakana Sara akisema sikucheka. Yaani Sara alicheka. Wote tumesema hapa Sara alicheka. Lakini wakati alipoambiwa ulicheka alikataa. Eti akakana Sara akasema sikucheka. Haleluya. Na wakati alikuwa amejibanza kwenye mlango anasikiliza manongono, mazungumzo ya wazee, ya wababa, anasikiliza. Kwa akaibiwa ile siri, akaisikia, akacheka moyoni mwake, akaguna, akacheka. Alipoambiwa umecheka, alikataa, akasema sijacheka. Haleluya. Mtu wa Mungu akasema sikucheka, maana aliogopa, naye akasema sivyo umecheka.
Eti aliogopa, lakini yule mtu wa Mungu akamwambia sivyo ulicheck. Yaani tuseme Mungu alimwambia sivyo ulicheck. Yaani Sara anasema sikucheck, na wakati alicheck Mungu akamwambia no, sivyo ulicheck. Haleluya. Watu wa Mungu, ni kipi kicheko kwenye maisha yako? Kinaleta furaha au kinaleta huzuni? Hebu cheka kidogo, mtu wa Mungu, hata popote ulipo. Cheka kidogo kwa neema ya Bwana. Usinune. Bwana atakununia na wewe. Cheka kidogo, cheka, Mungu asije akakununia. Haleluya. Yes. Sara alicheka. Anacheka lakini hakuamini lile alicheka. Inamaanisha kwamba amekubali. Moyo wake umejaa furaha. Hata kama aliona ni maajabu, lakini unajua, haleluya, ipo jambo ambalo hata kama unaliona ni ngumu sana, lakini unapoambia wewe labda unaumwa sana, mtu akaja kuambia bwana, Mungu amesema utapona. Hata kama hujaona uponyaji, kuna hali fulani utajisikia. Hata kama uponyaji hujatokea muda huo, kuna hali utajisikia. Upo kwenye shida ngumu sana, umekata tamaa, mtu akaja kukutia moyo, usikate tamaa ndugu yangu, Mungu atafanya 1 2 3. Yaani hata kama haijatokea, kuna hali fulani utajisikia. Yes, Sara na Ibrahim walijisikia hivyo, hata kama hukuamini kwamba jambo hili linaweza kutokea. Kwa watu wa Mungu, tuamini ahadi ya Mungu. Tuamini ahadi ya Mungu. Tuamini ahadi ya Mungu iwe kicheko kwenye maisha yetu. Tumwamini Mungu kuwa atafanya. Haikuwa rahisi Sara na Ibrahim kumwamini Mungu kuwa atafanya. Waliamua mpaka wakaona labda wamshawishi Mungu abadilishe hiyo ahadi, awape watu wengine, ampe mtoto wake Ibrahim ambaye alizaa kwa mwanamke mwingine, kijakazi wake. Lakini haikuwa hivyo. Mbona? Akamwambia no, huyo Ishmaeli namjua na yeye nimekusudia, atazaa watoto, atatengeneza kabila 12, lakini agano langu limelikusudia kwa mwanao ambaye Sara atakuzalia. Ndiko nitakako kuweka agano langu. Haleluya. Kwa Mungu akikusudia jambo kwenye maisha yako, ni lazima litakuwa. Kwa msingi muamini Bwana. Amini ahadi yake, kitumaini neno lake. Bwana anafanya. Yaani yeye anafanya. Haleluya. Yeye anafanya kwa wakati na majira yake. Kwa msingi amini ahadi yake. Kutokuamini kunasababisha malango kufungwa. Kutokuamini kunasababisha, ndio kama nimekwambia, haleluya, ipo hivi. Katika hali ya kibinadamu, mtu anapokupromise, anapokupa ahadi, akiona una mashaka na yeye, wanadamu ni vigeugeu sana. Anapokuona na mashaka na yeye, ni rahisi kugeuka sana. Yaani rahisi kugeuka au kugairi lile jambo. Kwa mfano, nilikuwa na mpenzi wangu, ni story hapo awali. Yaani hata kama amekuahidi kitu fulani, kwa mfano kwamba atafanya hivi, mume wangu atakufanyia hivi, mpenzi wangu atafanyia hivi, lakini ikitokea ikitokea mistake kidogo pale katikati, yani yeye anakuja ugairi ile jambo mliokubaliana kwa sababu ya ile mistake kidogo iliyotokea pale. Sasa umeona wanadamu walivyo. Kwa mwanadamu anapokuahidi kitu, lakini akiona dosari kidogo tu, anagairi kila kitu. Kwa ni kama mtu ambaye alikuahidi katika kukutega, yani anakutega, yani kama vile anakutest. Sawa? Anakutest. Aone je, utananiri. Yani ukishakosea kidogo tu, anagairi kila jambo. Lakini Mungu akugairi kwa Sara. Hata alipoona mashaka na wasiwasi ndani yao, akugairi. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu imani Ibrahim alikuwa na imani kuu, ilisababisha ile jambo likatokea. Maana kwamba asingelikuwa na imani zaidi, ile jambo Mungu angeligairi. Kwa na sisi Bwana anapotuahidi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nafanya hivi, nimekusudia hivi na hivi na hivi, tuhakikishe tunatembea katika ile agano, katika hiyo ahadi. Tuhakikishe tunatembea katika ahadi ili tukapate kuona alichokikusudia. Tembea katika ahadi. Mungu amekuambia, amekuahidi, mwanangu, nitafanya 1 2 3 kwa ajili yako. Zingatia hilo, tembea katika ahadi. Tembea katika ahadi. Mungu amekuambia, amezungumza na wewe katika 1 2 3. Shika hilo neno, tembea katika ahadi, kwa kuwa ndio ahadi ambayo Mungu amekusudia. Usiwafikirie watu wengine. Haleluya. Usibadilishe ahadi kwa watu wengine. Mungu anawajua hao pia. Anawajua. Haleluya. Pia anawajua. Kwa hiyo tembea katika ahadi. Neno hili likubariki sana, libariki pia. Amen. Amen, 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 amen. Ziko celebra ila bashite. Ndio mtu wa Mungu, tumefika mwisho wa ibada au mwisho wa somo.
ningelipenda kama una jambo lolote au una swali, basi ningependa kupata nafasi. Kama una swali lolote, ningependa kupata nafasi, karibu. Au una jambo lolote, au unasema unapenda ueleweshe vizuri kuhusu hadi. Labda unasema Sara kucheka na wewe, labda kama Sara mwenyewe alivyosema kwamba kucheka na wakati alicheka. Umeona? Yeah. Karibu mtu wa Mungu. Kama kuna jambo lolote, basi tupate kumshukuru Mungu. Mwombe Mungu asante kwa neno lake. Na mwombe Mungu niwezeshe nitembee katika ahadi yako, nitembee katika usudi lako. Nitembee katika kukuamini, niamini unachosema na mimi. Niamini unenacho na mimi. Haleluya. Kuamini sana maneno ya Mungu. Kila Mungu anachosema na wewe ni kia muhimu sana. Ni kia muhimu sana kwa sababu unatembea na mtu ambaye anaongea, anakutakia mema sio mabaya. Hataki uangamie, hataki upotee, hataki uhangaike, hataki uteseke. Kwa maana anapata nafasi ya kuongea na wewe, anakuambia mwanangu fanya hivi, fanya hivi. Kuna hili, kuna vita vimeibuka ili ujiandae kupiga maombi, kuteketeza. Haleluya. Kuna 1 2 3. Kwa Mungu, Mungu ni mwema sana. Mtu wa Mungu mshukuru Mungu. Karibu kwa maombi. Jehova Jire, Jehova Shama, Jehova Tawa Madonna, Yesu Kristo Nazareti. Bwana tunashukuru neema na upendo wa jina lako Yesu. Barikiwe Bwana na uishi milele Yesu. Riko celebrante kama hanto ikoliaba sara bashete. Bwana tunashukuru neema na utakatifu wa jina lako Yesu. Mungu barikiwe Yesu na uishi milele.